Tumeitwa wote tutengeneze vinyo ya Babeli tulionyeshwa huko Babeli. Baada ya Esidia kuvamiwa na mafundisho ya kipagani, njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Mungu watafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu watafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa watazamaji kutoka kona zote za ulimwengu, karibuni tena katika masaa haya mengine ya jioni, tunapoendelea kujifunza masomo haya ya patakatifu na kutakaswa kwake. Leo tumefika somo la 205 ambayo linasema patakatifu na kutakaswa kwake. Hii ni sehemu ya 10 na natumaini itakuwa ni sehemu ya mwisho katika kichwa hiki cha patakatifu na kutakaswa kwake. Kwa hiyo kwa namna ya pekee karibuni sana ili tuweze kujifunza, tuone tunapolimalizia somo hili mambo gani yameandaliwa huko ndani, tunawezaje kusimama katika saa za mwisho. Basi ulikuwa nasi katika sehemu ya kwanza, ya pili, ya tatu, hatimaye ni sehemu ya 10 na ya mwisho ya somo hili la patakatifu na kutakaswa kwake. Kwa hiyo karibu sana tunapolimalizia somo hili. Uko nami mwinjilisti Kalebwe katika siku ya leo. Uko naye mchungaji Paulo pia. Sisi sote tutakuwa nawe mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Kwa hiyo tuwakaribishe tu kwa namna ya pekee, tuwe pamoja tunapojifunza. Nichukue wasaa huu kumkaribisha mchungaji Paulo aweze kuwasalimia ndugu zetu, na baada ya kuwasalimia tutakwenda kuomba, na baada ya maombi tutaendelea na somo letu. Mchungaji, karibu sana kwa wakati huu tena. Asante. Wapendwa, habari ya jioni. Ni njema sana. Karibuni tena katika mwendelezo wa vipindi vyetu, na leo namalizia na somo la patakatifu na kutakaswa kwake sehemu ya 10. Amina. Kama nataka kujifunza kutakaswa kwa patakatifu katika mtazamo wa kilio kikuu, aanza kuangalia tangu somo au kusikiliza tangu somo la kwanza mpaka somo la 10. Na bado tutaleta tena mengine ya kuongezea, hasa tutakapokuwa tunaelezea nini agano la milele. Amina. Naomba tupige magoti kwa ajili ya ombi. Tuombe. Mungu uliyeziumba mbingu na nchi, Mungu wa wote wenye mwili, tuko mbele yako tena. Tunaomba tupatie Roho wako Mtakatifu vipimo vitatu, ili tuweze kuhubiri ujumbe wa Elia na kuishi ujumbe wa Elia. Katika jina la Yesu tunaomba, amina. Amina. Somo la 205 lenye kichwa kinachosema patakatifu na kutakaswa kwake sehemu ya 10, na ndio sehemu ya mwisho. Naam. Mwenyekiti wangu, naomba unisomee fungu la maandiko kwa katika Danieli 8:14. Fungu la maandiko ni ile tulokuwa nalo tangu namba 1 au sehemu ya kwanza mpaka sasa hivi. Nalo linasema, akamwambia hata nyakati za jioni na asubuhi 2300 ndipo patakatifu patakapotakaswa. Asante. Tangulizi. Naam. Na wakati utimilifu wa uungu unakaa ndani yetu, utimilifu wa mwili wa kwanza na damu ya Kristo katika pepo mtakatifu au Roho Mtakatifu, watu wanasema Holy Ghost, unakaa ndani ya watakatifu wake. Sasa ni kitu kimoja cha ushirika cha mahekalu 144,000 ya miili ya binadamu. Haya ndiyo maskani mapya ya Mungu. Amina. Anakaa pamoja nao,
anakaa ndani yao, anakula pamoja nao, yaani ni ushirika wa Pepo Mtakatifu au Holy Ghost. Sawa? Yes. Anasema kwamba tangu sasa maamuzi ya darubini ya Yesu uungu yatatekelezwa kupitia mwili wake mpya. Yaani watakatifu 144,000 ambao wana nguvu za milele. Na tangu sasa mitazamo ya hisia ya darubini ya Yesu uungu itapokelewa kupitia umbo lake jipya la mwili, yaani watakatifu 144,000, kwa maana hao ndio ambao Roho Mtakatifu ataongoza kwenye kweli yote. Amina. Rekodi ya ukweli wote itarejeshwa ndani yao na kupitia kwao itahamishiwa kwenda kwenye kichwa. Yesu ni kichwa, sisi ni mikono, wengine kidole. Sawa? Naam. Panorama of Truth volume 1 ukurasa 103. Amina. Tunaendelea na sehemu ya 22, ufalme wa mbinguni, si ndio? Naomba nisomee Luka 17 mstari wa 21. Wala hawatasema tazama upo huku au kule, kwa maana tazama mfalme wa Mungu. Anasema ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Umo ndani yenu. Hiyo ni Luka 17:21. Ufalme wa Mungu ambao mara nyingi hueleweka kuwa sawa na ufalme wa mbinguni hufikiriwa kuwa mbingu yenyewe. Yaani mahali halisi ambapo Mungu na malaika zake hukaa. Hata hivyo maandishi hapo juu yanapendekeza eneo la ufalme huu, yaani ndani yako, yaani ndani ya watu wa Mungu, kitu kingine isipokuwa ufalme wa kimwili unaoonekana. Naam. Ikiwa nia ya Mungu ni kukaa ndani ya mioyo iliyosafishwa ya watu wake, kama tulivyoazimia katika mfululizo huu wa utakaso wa patakatifu, na kama ufalme wa Mungu pia uko ndani ya watu, hiyo inadokeza kwamba uwepo wa ufalme wa Mungu una uhusiano wa karibu na utakaso wa watu wake. Je, ufalme wa Mungu umo ndani yenu? Unaweza kumaanisha nini kwa kuzingatia yote ambayo tumekuwa tukijifunza kuhusu kutakaswa kwa patakatifu? Je, inaweza kuwa ni ndani ya watu ambao wanaufahamu sahihi wa tabia na makusudi ya Mungu? Lakini je, ufalme huo wa Mungu unarejelea uwepo halisi wa Mungu kupitia Roho wake au kitu kinachowezesha uwepo wake? Ufalme wa Mungu na ufalme wa mbinguni. Amina. Lazima ujue kutofautisha. Kwanza hebu tuthibitishe kwamba misamiati hii miwili inarejelea kitu kile kile. Naam. Katika Agano Jipya ufalme wa mbinguni limetumika mara 73 na Mathayo peke yake mara 33. Ufalme wa Mungu limetumika mara 69 katika Agano Jipya, lakini mara 5 tu na Mathayo. Naam. Hapa kuna mistari katika Mathayo na Marko ikiripoti mazungumzo sawa, lakini kila moja ikitumia msamiati tofauti. Naomba nisomee Mathayo 4:17. Anasema tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Na Marko 1:15 akisema, wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni na kuiamini Injili. Anasema hapa kuna ulinganisho sawa kati ya Mathayo na Luka. Sawa? Nisomee Mathayo 5 mstari wa 3. Anasema heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Kuna ufalme wa Mungu na ufalme wa nini? Wa mbinguni. Wa mbinguni tunausubiria, sawa? Lakini mindset tunayo tayari. Maana yake tumeshaanza ufalme wa Mungu wapi? Duniani. Amina. Hebu naomba nisemee Luka 6 mstari wa 20. Akainua macho yake akawatazama wanafunzi wake, akasema, heri ninyi mlio maskini,
kwa sababu ufalme wa Mungu ni wenu. Maneno ufalme wa mbinguni na ufalme wa Mungu yanaonekana kuwa sawa na yatatumika kwa kubadilishana katika somo hili. Naam. Inafurahisha pia kwamba ukitazama kila mstari unaotumia maneno ufalme wa Mungu, mstari wa 69, na kila mstari unaotumia ufalme wa mbinguni, mstari wa 32, huwezi kupata mengi yanayoonyesha kwamba inarejelea mahali halisi tunapofikiria kuwa mbinguni. Kwa kweli kuna dalili kadhaa kwamba ni ufalme ambao ungeweza kuanzisha duniani kabla ya ujio wa pili. Naam. Sasa tutayangalia hayo. Ufalme wa Mungu unahusiana na maarifa, si ndio? Amina. Kuna ufalme wa mbinguni na ufalme wa nini? Wa Mungu. Hebu nisomee Mathayo 13 mstari wa 11. Akajibu akawaambia, ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni, bali wao hawakujaliwa. Nisomee na Mathayo 23 mstari wa 13. Ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnawafungia watu ufalme wa mbinguni, nanyi wenyewe hamuingii, wala wanaoingia hamuwaachi waingie. Waandishi na Mafarisayo hawakuweza kuifunga mbingu halisi, lakini wangeweza kuwaweka watu katika ujinga wa kiroho ili wasipate njia kuelekea kwenye ufalme. Naomba unisomee Marko 4:11. Akawaambia, ninyi mmejaliwa kuijua siri ya ufalme wa Mungu, bali kwa wale walio nje yote hufanywa kwa mifano. Na Mathayo 6:33, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Mathayo hasemi juu ya watu wanaojaribu kutafuta ufalme wa kimwili. Badala yake ni maarifa tunayohitaji kutafuta. Amina. Yaani kuhusu ufalme wa Mungu. Amina. Anazungumza juu ya kupata ufalme wa Mungu, na mara tu ukipatikana mahitaji yao mengine ya muda yatatolewa. Amina. Je, kupata kunaweza kuwa kitu kama kufikia kiwango cha ufahamu wa njia za Mungu na muunganiko wake na muunganiko naye? Ufalme wa Mungu ni mawazo, sawa? Amina. Mindset. Ikiwa ufalme wa mbinguni umo ndani yenu, hiyo inaweza kuwa inarejelea akili kwa njia ya kufikiri, yaani njia ya kufikiri inayokubaliana na kanuni za mbinguni. Amina. Hii tovuti inasaidia kumfahamu Mungu asiye na jeuri, not a violent God, sio? Yes. Asiye laani na mwenye rehema daima. Amina. Amina. Nikwambia kwamba kama umeiba shilingi 500, naogopa kwamba nikutana na Mungu au nipita barabarani nitagongwa na gari. Mungu hafanyi hivyo. Naam. Ingawa dhana hiyo inaweza juu kuonekana kupingana na maneno wazi ya maandiko, kuangalia kwa uangalifu zaidi kunaonesha picha tofauti. Yaani tafadhali chunguza zaidi tovuti hii. Nafurahi kwamba kuna watu wanaendelea kudownload na bado tunakuja kuweka mambo mengi. Pia mfululizo huu wa utakaso wa patakatifu unasisitiza kwamba kuishinda dhambi kunaanza na kuwa na uhusiano wa kumwamini Mungu kabisa unaotokana na kufahamu vizuri tabia yake ya ajabu. Zingatia aya hizi. Naam. Naomba unisomee Mathayo 19 mstari wa 14. Naam. Lakini Yesu akasema, waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa maana walio mfano wa hao ufalme wa mbinguni ni wao. Walio mfano wa hao. Yaani wa mtazamo wa kuamini wa mtoto mdogo. Amina. Kwa hiyo wanapata ufalme wa nini? Wa mbinguni. Kwani tunausubiri. Kwani mtoto huwa ana mahasira? Hapana. Hata ukimchapa baada ya muda kidogo amesahau. Nisomee Marko 10 mstari wa 15. Amini nawaambieni, yeyote asiyeukubali ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo
hata uingia kabisa. Na Warumi 14:17, maana ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, bali ni haki na amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Asante. Mstari huo unahusisha ufalme wa Mungu na hali ya akili badala ya mambo ya kimwili. Naam. Nisomee tena Marko 12 mstari wa 34. Na Yesu alipoona kwamba amejibu kwa busara, alimwambia, wewe hu mbali na ufalme wa Mungu. Maneno ya Yesu hapo juu yalikuwa ni kumjibu mwandishi mmoja ambaye alisema katika Marko 12:32 hadi 33. Anasema, hakika mwalimu, umesema vema ya kwamba Mungu ni mmoja, wala hakuna mwingine ila yeye, na kumpenda yeye kwa moyo wote na kwa ufahamu wote na kwa nguvu zote, na kumpenda jirani kama nafsi yako kwa faa kuliko sadaka nzima za kuteketezwa na dhabihu zote pia. Unaona hapo? Mwandishi huyu alikuwa karibu na ufalme wa Mungu kwa sababu ya kufahamu kwake kwamba kanuni ya upendo ilikuwa muhimu zaidi kuliko sadaka na dhabihu. Mungu nisomee Danieli 2 mstari wa 44. Na katika siku za wafalme hao Mungu wa mbinguni atausimamisha ufalme ambao hautaangamizwa milele. Wala watu wengine hawataachiwa enzi yake, bali utavunja falme hizi zote vipande vipande na kuziharibu, nao watasimama milele, nao utasimama milele na milele. Kwa hiyo ufalme wa Mungu, wale waliompokea Kristo, hapa wakija wanabadilishwa tu, wanaendelea kuishi milele wapi? Kwa hiyo ufalme wa Mungu unaanzia wapi? Sio mindset tu. Unaacha dhambi, unakuwa mtakatifu, yani you are just a walking saint on earth. Si ndio? Dokta, kuna kitu umekiongea kikubwa sana hapa. Kwamba ufalme huu ambao utavunja falme zote na utaishi milele na milele, kwamba ni huu tulio nao kwenye mindset. Sio mindset, hasa wale 144 ndio watafikia nini? Maana Ellen G. White anasema ni Paulo tu ndiye aliyefikia level ya sanctification kipindi kile. Sasa kipindi hiki 144,000 watafikia ile level au ile kiwango kinachotakiwa na Mungu. Ndio hiyo tunaita kwamba jiwe lililofanywa pasipo kazi ya mikono ya wanadamu litakalo iponda nini? Hii sanamu, hizi falme, sawa? Na kuzidondosha chini. Kwa hiyo ile mindset na maisha yamebadilika tayari, wanaanzia hapa duniani, wanaendelea wapi? Mbinguni. Haya. Amina. Ufalme ungewezaje kusimamishwa popote duniani ili hali wafalme hao bado wako na kusimama milele? No. Je, usingekatishwa na ujio wa pili? Ikiwa ufalme huo Mungu anauweka katika siku za wafalme hawa, sio ufalme wa kimwili, bali ni njia ya kufikiri, seti ya mitazamo katika akili za raia wake. Inaweza kuonekana kuendelea moja kwa moja kupitia ujio wa pili na kuendelea hadi umilele. Ikiwa Mungu wa mbinguni ataweka ufalme huo, bila shaka unaweza kuitwa ufalme wa Mungu au ufalme wa mbinguni. Yaani wao wanaanzia hapa, si ndio? Hasa wale watakatifu 144,000 watakaofikia 100% sanctification wanaanzia hapa duniani, na ndio hao watakao sambaratisha nini? Hii sanamu. Amina. Wakisha isambaratisha, wanaendelea kuhubiri mpaka Yesu anakuja na wakuta wakiwa wanaishi bila muombezi wakati Yesu anapotoka patakatifu. Ufalme wa Mungu sio kama ufalme wa kidunia. Mnasikia jamani? Mstari huu unaonesha kwamba watu katika siku za Yesu walikuwa wakitarajia ufalme unaoonekana kwa macho. Si ndio jamani? Naomba nisomee Luka 19 mstari wa 11. Anasema, waliposikia hayo aliongeza kusema mfano, kwa sababu alikuwa karibu na Yerusalemu, na wao walidhani ya kuwa ufalme wa Mungu utaonekana mara. Unaona? Walidhani ndio anaenda kukalia kiti cha nani? Cha Daudi. Si ndio? Somea Matendo 1:6. Basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, je,
Bwana, wakati huu ndipo unapowarudishia Israeli ufalme? Yaani wao walikuwa natamani wamdondoshe chini Mrumi, si ndio? Wanataka kujitawala. Jibu la Yesu kwa njia hizo za kufikiri linaoneshwa katika mstari huu. Nisomee Luka 17 mstari wa 20. Na alipoulizwa na Mafarisayo, ufalme wa Mungu utakuja lini? Aliwajibu akawaambia, ufalme wa Mungu hauji kwa kuchunguza na macho hivi, si ndio? Si ndio? Naam. Hebu nisomee tena Luka 10 hadi 11. Na mji wowote anasema, na mji wowote mtakaoingia nao hawawakaribishi, tokeni humo. Nanyi mkipita katika njia zake semeni, hata mavumbi ya mji wenu yaliyogandamana na miguu yetu tunayakung'uta juu yenu. Lakini jueni hii ya kuwa ufalme wa Mungu umekaribia. Si ndio? Umekaribia, si ndio? Hapo Yesu hakuwa akisema kwamba ufalme wa kimwili ulikuwa umekaribia kwa njia fulani, bali kwamba nafasi ya kujifunza ukweli wa ufalme wa Mungu ilikuwa imetolewa. Na walikuwa wameikataa, hao ambao walikataa kuwapokea wanafunzi wa Yesu. Aya hizo zinapendekeza kwamba ufalme sio mahali sana, bali ni hali ya akili au ujuzi. Katika sura ya mfano ya Yesu kuna pendekezo kwamba ufalme unaweza kuwa hata duniani. Naomba unisomee Mathayo 6 mstari wa 9 hadi wa 10. Anasema, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Ufalme upi uje? Ufalme wa Mungu, si ndio? Uje wapi? Hapa duniani. Kwenye serikali ya Samia? Hapana, katika kwenye mioyo ya watu wanaompokea Yesu. Sawa jamani? Nisomee hiyo tafsiri ya The Almeida New Testament. Anasema ufalme wako wa upendo na uje, na mapenzi yako kamili yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Unaona? Asante. Aya zingine zinapendekeza kwamba watu duniani watakuwa sehemu ya ufalme huu. Nisomee Danieli 7 mstari wa 17 hadi wa 18. Anasema, wanyama hao wakubwa walio wanne ni wafalme wanne watakaotokea duniani. Lakini watakatifu wake aliye juu wataupokea ufalme na kuumiliki huo ufalme milele. Naam, hata milele na milele. Watakatifu wauchukua ufalme, au kama inavyotafsiriwa kwa kawaida, pokea ufalme. Hawachukui ufalme wa Mungu kutoka kwa wafalme wa dunia ambao hawakuwahi kuwa nao. Eti wafalme wa dunia mwahi kuwa na ufalme wa Mungu? Hasha. Aya hii inaunganisha kupokea ufalme na kiwango cha maarifa. Nisome Danieli 7 mstari wa 22. Anasema, hata akaja huyo mzee wa siku, nao watakatifu wake aliye juu wakapewa hukumu, na majira yakawadia watakatifu wa umiliki ufalme. Naona hapa. Naam. Danieli 7:27 anasemaje? Na ufalme na mamlaka na ukuu wa ufalme chini ya mbingu zote watapewa watu wa watakatifu wake aliye juu. Ufalme wake ni ufalme wa milele, na wote wenye mamlaka watamtumikia na kumtii. Mstari huo pia unaunga mkono kwamba watakatifu wanapokea badala ya kuchukua ufalme, si ndio? Naam. Wanapokea, sio kufanya nini? Sio kuchukua. Mbinguni ulazimishi bwana, si ndio? Hebu nisomee Yohana 18:36. Anasema, Yesu akajibu, ufalme wangu sio wa ulimwengu huu. Kama ufalme wangu ungekuwa wa ulimwengu huu, watumishi wangu wangenipigania, nisije nikatiwa mikononi mwa Wayahudi. Lakini ufalme wangu sio wa hapa. Ufalme wa hapa si ni kuibiana kura na kupinduana. Sasa ufalme wa mbinguni ni tofauti. Sawa jamani? Naam. Hebu naomba hapana.
Yaani ufalme wa Mungu ni tofauti na ufalme wa nini? Unaona hao bunge wanavyoadhirishana. Wanaona kosa kadogo tu wanamtangaza dunia nzima kana kwamba wao hawatendi dhambi. Yaani mpaka unasema na huyu naye anasema lazima nilipe haki yangu. Hapa duniani hakuna haki. Eti hapa duniani kuna haki? Kwa Mkristo akikupiga shavu la kushoto mpe na nini? Huo ndio ufalme wa Mungu eti. Akichukua kanzu yako moja mpe na nini? Akikunyang'anya nyumba mpe na nini? Mpe na funguo za. Huo ndio ufalme wa Mungu. Bwana, unaona huo ufalme wa Mungu? Naam. Sio wa ulimwengu huu. Haimaanishi tu kuwa kwenye sayari ya dunia, kwa sababu bila shaka hapo ndipo watumishi wake au wanafunzi walikuwa. Badala yake ni marejeleo ya njia ya ulimwengu ya kufanya mambo. Katika mfumo wa ulimwengu sio tu watumishi wake wangepigana, bali wangekuwa wamepangwa na kuzoezwa kwa ajili ya kupigana na kutarajiwa na kuamuliwa na ufalme wao. Najua ufalme wa dunia hii. Njoo hapa, fanya hiki, lakini Mungu haamulishi. Chini ya mbingu zote katika Daniel 7:27 inaonyesha kwamba ufalme huu uko katika dunia, lakini hawaendeshi mambo kama watu wa nini? Wa duniani. Naam. Umeshafika kama jeshi la polisi. Hebu niambie ile lugha inayotumika. Maguvuguvu tu. Huyo anapingana na mimi. Kamata huyo. Lakini ufalme wa mbinguni sio hivyo. Wale wanaopenda mtaenda muangalie klipu namba 100 ili ujue kwamba ufalme wa Mungu unaendeshwaje. Amina. Ni nani watakao kuwa sehemu ya ufalme huu wa Mungu? Wakati tukifika mbinguni, unadhani nani kati ya waliookoka anaweza kuwa mkuu mbinguni? Eti nani? Bwana, nani atakuwa mkuu? Kati ya walio. Si hapa hapa kuna Samia, sijui kuna waziri mkuu, yani wanaogopana wengine. Amekuja waziri mkuu anaanza kufanya ni swali zinaanza kufunguka zenyewe. Eti huko mbinguni nani atakaye kuwa mkuu? Musa, Elia, hakika mmoja katika mitume. Je, mstari huu unapendekeza kuwa anaweza kuwa Yohana Mbatizaji? Nisomee Mathayo 11 mstari wa 11. Amini nawaambieni, anasema hajaondokea mtu katika wazao wa wanawake aliye mkuu kuliko Yohana Mbatizaji. Unaona bwana, yani kwamba yule aliye mkuu kama Yesu anakuja kuwatumikia wadogo. Huo nao ni ufalme. Kanuni za ufalme wa mbinguni, ufalme wa Mungu tofauti na kanuni za nini? Za dunia. Za falme za dunia hii. Asema kwa nini Yohana alichukuliwa kuwa mkuu sana? Kwa hakika alifikiriwa zaidi ya nabii na sababu imetolewa. Naam. Naomba nisomee Mathayo 11 mstari wa 9 hadi wa 10. Lakini kwa nini mlitoka? Anasema ni kuona nabii. Naam, nawaambia, na aliye mkuu zaidi ya nabii, huyu ndiye aliyeandikiwa haya: tazama, mimi namtuma mjumbe mbele ya uso wako, atakayeitengeneza njia yako mbele yako. Anasema kwamba zaidi ya nabii, kwa sababu ndiye aliyokuwa na jukumu na upendeleo wa kumtambulisha Masihi ulimwenguni. Amina. Lakini sehemu ya mwisho wa mstari wa 11 ina mshangao. Naomba nisomee hiyo sehemu ya Mathayo 11 mstari wa 11. Anasema amini nawaambieni, hajaondokea mtu katika wazao wa wanawake aliye mkuu kuliko Yohana Mbatizaji. Walakini aliye mdogo katika ufalme wa mbinguni ni mkuu kuliko yeye. Inaweza kuonesha kama hivi, sawa? Unaona huu mchoro hapo? Unaona huu mchoro? Hapa tunakuta ni ufalme wa nini? Wa mbinguni, si ndio? Hapa nimeonyesha. Kuanzia hapa labda tungesema hapo kuna baba, si ndio mkuu? Anafuata Yesu, anafuata Gabrieli, sio anafuata wengine. Hapa tunakuta nini? Mdogo katika ufalme wa mbinguni, sawa? Na huko tuna mkuu katika ufalme wa nini? Sasa kipindi hicho anahubiri ufalme wa mbinguni ni mindset. Malaika wako mbinguni na Mungu yuko mbinguni. Yeye alikuwa wapi?
hapa duniani, si ndio? Naam. Kwa hiyo alikuwa nje ya ufalme wa nini? Wa mbinguni, si ndio? Yohana Mbatizaji. Yaani kwa sababu amechukuliwa kama mdogo, anasema wote walio katika ufalme, wale malaika na ile seti yote, maana yake ni wakubwa kuliko nani? Yohana Mbatizaji. Lakini kwa wazao wa wanadamu yeye ndiye wa kwanza. Kwa nini? Ndiye mtu wa kwanza kupata nini? Double portion. Amina. Vipimo viwili, kwa sababu alitangulia mbele ya nini? Ya Masihi. Hakuna nabii aliyezaliwa kwa ahadi, sawa? Hakuna nabii aliyezaliwa kwa ahadi. Lakini yeye taarifa zake zilitolewa kwamba atakuwa hivi, atakula hivi, atakula hivi. Kwamba walakini aliye mdogo katika ufalme wa mbinguni ni mkuu kuliko yeye. Unaona? Je, hiyo inamaanisha kwamba tunapofika mbinguni na kuwapanga watu kulingana na hukumu, jambo ambalo bila shaka tusingefanya, mtu mdogo kabisa aliyefika mbinguni, yule aliyeingia tu ndani, angekuwa mkuu kuliko Yohana Mbatizaji? Ukuu unapimwaje? Eti ukuu wa duniani unapimwaje na ukuu wa mbinguni unapimwaje? Je, hatutarajii kwamba Yohana Mbatizaji atakuwa hapo? Je, atakuwa mtu mfupi zaidi kuliko zaidi huko? Je, inarejelea hata mbinguni? Angalia, inasema sawa. Aliye mdogo katika ufalme wa mbinguni ni mkuu kuliko yeye. Yaani maana yake ni kwamba wewe hapa duniani, rais wa Tanzania yuko pale, si ndio? Na waziri. Ila ukisha jisogeza ukaingia kwenye ufalme wa nini? Wa Mungu. Mnanielewa jamani? Ukajiingiza kwenye ufalme wa nini? Wa Mungu. Hata kama ni mfagiaji wa choo, unamzidi nani? Rais wa Tanzania. Mnanielewa jamani? Bwana, ulikuwa umeshapata hiyo tafsiri? Yaani wewe ukisha jisogeza ukaingia kwenye ufalme nini? Wa Mungu. Hata kama ni mdogo, viatu hauna, chakula hauna, unamzidi rais au mfalme wa dunia hii. Mnanielewa jamani? Amina. Mathayo 11:11 imeandikwa katika wakati uliopo. Je, inaweza kuwa kuzungumza juu ya Yohana Mbatizaji ikilinganishwa na watu wengine wakati huo katika siku zake maneno yalipozungumzwa? Je, kuwa katika ufalme wa mbinguni kunaweza kumaanisha si lazima kuwa mbinguni kimwili, ingawa hivyo ndivyo itakavyokuwa baada ya ujio wa pili, lakini kuwa na hali fulani ya akili au ufahamu hata kabla ya ujio wa pili? Bwana Kadebuye, mindset yako ni sawa sana ya rais wa Tanzania? Hapana. Wewe kwanza unapanga kuwa na magari mangapi? Hapana, hata. Una suti ngapi? Una nyumba ngapi? Mindset yako ni tofauti na waziri mkuu, ni tofauti na rais. Kwa sababu gani? Wewe unautazamia nini? Ufalme. Je, Yohana Mbatizaji alikuwa na tatizo na ufahamu wake? Huenda aliathiriwa na vifungu kuhusu Masihi kama vile, sawa? Naomba unisomee hilo fungu kutoka katika Isaya 62 mstari wa kwanza na wa pili. Anasema, Roho ya Bwana Mungu juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta niwahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo. Anasema kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Mungu wetu, kuwafariji wote waliao. Unasikia? Ufalme wa Mungu na ufalme wa dunia ni vitu viwili tofauti. Nimekwambia aliye mdogo katika ufalme wa Mungu anamzidi mfalme wa nini? Wa dunia hii. Unanielewa? Kwa sababu wewe ukishaingia katika ufalme wa Mungu, vya dunia hivi ni kwa heri. Ndio maana mtu anakuchapa shavu la kushoto na mgeuzia la kulia, kwa sababu najua mimi sehemu yangu mpaka wakati njao. Asema alipokuwa akihubiri juu ya Masihi ajaye alisema mambo kama vile, sawa? Hebu nisomee Luka 3 mstari wa 7. Anasema, basi aliwaambia makutano ya wale waliomwendea ili awabatize, enyi wazao wa nyoka, ni nani aliyewaonya ninyi kuikimbia hasira itakayokuja? Na Luka 3 mstari wa 9. Na sasa hivi shoka limekwisha kuwekwa penye mashina ya miti. Basi kila mti usiozaa matunda mazuri hukatwa na kutupwa motoni. Nisomee na Luka 3 mstari wa 17.
ambaye pepeto lake li mkononi mwake, naye atausafisha sana uwanda wake na kuikusanya ngano ghalani mwake, bali makapi atayateketeza kwa moto usiozimika. Je, inaonekana kama katika mawazo ya Yohana Masihi alikuwa anakuja kunyoosha mambo? Kumbuka walikuwa wanatawaliwa na Warumi, sawa? Naam, naam. Hiyo haikuwa karibu na matarajio ya kawaida. Kwa mfano, walikuwa wakimtazamia Masihi wa kukomesha ukandamizaji wa Warumi. Unaona hii hali ya kule Mbeya iliyojitokeza, sawa? Naam. Mimi huwa natathmini yale mahubiri ya mchungaji Mbarikiwa. Tafsiri anazozitoa ni zake za hapa Tanzania, sio zile za nini ambazo ni za ulimwengu. Atasema umeanguka Babeli, akimaanisha CCM. Nasikia? Umeshawahi kusikiliza mahubiri yake? Umeanguka Babeli, akimaanisha nani? CCM. Yaani yeye na Simoni, unajua Simoni aliyeamua kukata sikio la nani? Yaani yeye anataka kwamba hawa Warumi wanaotunyanyasa, si ndio? CCM wanaokula hela, sisi anataka wachape fimbo kabisa kwa kutumia Biblia. Sasa mimi wanasemaje kwenye theology of violence haimo, ametengeneza ya kwake lakini kama ya fujo. Jamani, maana yake anahitaji kujua mapenzi ya nani? Ya Mungu. Sawa, amefanya hicho kidogo, lakini anatakiwa hawa watu walitakiwa kwenda hatua moja mbele zaidi, kwamba siasa na kazi ya Mungu haviendani, sawa? Si Yesu naye alizaliwa kipindi ambacho Warumi walikuwa natawala. Uliona akifanya maandamano yoyote kwamba tuwakomeshe? Lakini Yesu alipokuja na kutangaza utume wake alisema, akimnukuu Isaya, sawa? Nisomea hapo. Anasema, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kuona tena, kuacha huru waliosetwa, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Sio kuondoa Warumi, sawa? Sio kuiondoa CCM, sawa? Ila ni kuwatoa watu hao wanaohangaikia mambo ya dunia, waone kwamba hayana faida, waangalie nini? Ufalme wa Mungu. Sawa jamani? Amina. Ndiyo shida, hata yeye hata huyu Yohana Mbatizaji aliathiriwa na nini? Na zile popular theology za wakati wake. Akadhani kwamba ndio wakati wa kufanya nini? Wa kuwatwanga chini Warumi. Lakini haikuwa hivyo. Naam. Asema alisimama kwa kiasi kikubwa kabla tu ya sehemu inayosema na siku ya kisasi cha Mungu wetu. Unafikiri ni kwa nini alifanya hivyo? Uwezekano angeeleweka vibaya. Yaani anavyoona Yesu sivyo alivyokuwa anaona nini? Yohana Mbatizaji. Anavyoona Mbarikiwa Mwakipesile sivyo mimi navyo. Ukiniambia Babeli umeanguka eti ni CCM, nasema hapo bana amebugi step. Babeli na maana nyingine kabisa. CCM hao ni hii ni territory tu, ni kasehemu kadogo. Dunia, kila nchi na mavyama ya kisiasa yanayonyanyasa watu. Nasema, je, alitangaza siku ya kisasi cha Mungu wetu? Eti Yesu alitangaza? Mpaka siku ya mwisho inaweza kuonekana katika ufahamu fulani wa kisasi cha Mungu kwamba alifanya hivyo katika Mathayo 24 alipozungumza juu ya anguko la Yerusalemu. Lakini kwa nini asijumuishe katika yale aliyosema katika Luka 4? Kwa sababu haikuwa sehemu ya utume wake kwa ulimwengu. Pia kwa sababu alielewa asili ya Mungu isiyo na jeuri, mambo ya violence. Alikuwa kila sana kwepo mambo ya serikali na siasa. Kisasi kilichotabiriwa kilikuja baadaye katika mwaka 70 BK, lakini hiyo ilikuwa kazi ya askari wa Kirumi na sio kazi ya Mungu. Uharibifu huo haukutokea kwa tendo la moja kwa moja la Mungu, bali kwa sababu ulinzi wake ulilazimisha kuondoka, kama vile Ayubu 22 mstari wa 17. Na hangeweza tena kuwalinda. Tunaweza kuona hilo katika aya hii. Mungu nisomee Mathayo 23 mstari wa 37. Anasema,
Yerusalemu, Yerusalemu, uwawae manabii na kuwapiga kwa mawe wale waliotumwa kwako. Ni mara ngapi nimetaka kuwakusanya pamoja watoto wako, kama vile kuku avikusanyavyo pamoja vifaranga vyake chini ya mbawa yake. Chini ya mabawa yake, lakini hamkutaka au hamkuruhusu. Tunaweza kuona ushahidi zaidi kwamba Yohana Mbatizaji alikuwa na tatizo la ufahamu wake. Naomba unisomee Mathayo 11 mstari wa 2 hadi wa 6. Naye Yohana aliposikia huko gerezani matendo yake Kristo, alituma wanafunzi wake kumuuliza, wewe ndiwe yule ajaye au tumtazamie mwingine? Yesu akajibu akawaambia, nendeni mkamweleze Yohana mnayoyasikia na kuyaona. Vipofu wanapata kuona, viwete wanakwenda, wenye ukoma wanatakaswa, viziwi wanasikia, wafu wanafufuliwa, na masikini wanahubiriwa habari njema. Naye heri awaye yote asiyechukizwa nami. Kwa hiyo ufalme wa Mungu na ufalme wa duniani ni tofauti, si ndio? Naam. Ni nini kilitokea akilini mwa Yohana? Namba 1, hebu nisomee hapo. Alisikia kile ambacho Kristo alikuwa akifanya. Namba 2, aliona kutolingana kati ya matendo ya Yesu na ufahamu wake wa kazi ya Masihi. Namba 3, alikuwa na mashaka akilini mwake kwamba Yesu alikuwa Masihi. Namba 4, alituma wawili wa wanafunzi wake kuchunguza. Unajua wakati mwingine unaweza kadhani kwamba ufalme wa Mungu ni nini? Eti hujasikia wengine wanasema eti hakuna kwenda mbinguni, tutamiliki haya magorofa hapa. Sasa hebu niambie, hiyo nayo ni imani ya Kikristo? Hapa. Zile popular concepts zinaweza zikakuharibu. Kwa hiyo naye ile dini kwamba lazima Masihi akija kutangaza mwaka wa Bwana, hawa Warumi wanaotunyanyasa tutawatoa. Tunakaa kwenye chumba kimoja cha kupanga, hayo mabungaro walio nayo na magari na sisi tutayamiliki. Unaona? Kwa hiyo alipowekwa ndani, hivi nimetangaza hivi, kweli nilikuwa na tangaza mwaka wa Bwana? Nasema, je, inawezekana kwamba Yohana alikuwa bado anatafuta sehemu ya kulipiza kisasi? Je, hivyo ndivyo ingeweza kuwa kweli kwamba Yohana alikuwa mdogo kuliko aliye mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni? Watu hao wakiwa na ufahamu wa kweli wa tabia ya Mungu, wangejua kwamba yeye hatumii jeuri kupata njia yake, bali tu motisha ya upendo. Unasikia? Amina. Ile ya kusema kantimbo sijui rahisi, hapana. Hapo huenda ameenda gerezani ili kujifunza zaidi, lakini ile attacking ufalme wa Mungu ni wa nini? Ufalme ni moyoni. Si hao watu wa duniani wa serikalini au RPC, hiyo ndio dini yao. Maana wao wanajua hapa duniani, hawajui huko mbinguni. Ila kama wewe ni mtu wa Mungu, lazima uvuke kwamba haya hapa yanapita. Wale ambao wamesikia tu dhana ya kawaida ya tabia ya Mungu na hawajajichunguza wenyewe kwa uangalifu, wangeamini kwamba Mungu mara nyingi hucheza turufu yake ya nguvu ili kupata njia yake. Nasikia? Kwambia kama juzi, eti huyu aliyemshambulia rais anasemaje? Anampa pongezi kwa nini? Kwa sababu amemtengua nani? Amemtengua naibu waziri. Bwana, hiyo wewe unaionaje? Hakutakiwa hata kusema chochote. Kwa sababu gani? Hao watu wa siasa ni ufalme wa duniani. Sisi tuna ufalme wa mbinguni. Wanapotenguana na kukatana ngwara na kuwekana uchi wazi, hayo sio ya kwetu sisi. Anasema, unasikia? Unasikia? Naam. Alikuwa na mashaka akilini mwake kwamba Yesu alikuwa Masihi, sawa? Sasa hebu twende hapo mbele. Anasema kwamba ufalme wa Mungu unakinzana na fujo, sawa? Naam. Violence, jeuri.
Unaona jeuri? Naam. Yaani katika ufalme wa Mungu haipo, sawa? Nasema ingawa Yesu alihubiri ufalme wa mbinguni, inaonekana kwamba watu wengi hawakufahamu. Sawa? Unanielewa jamani? Tuko pamoja. Juzi nilikuwa naangalia hili kanisa la nani la Joe Davis, sawa? Ametoa milioni 30 yalikuwa mashindano ya mamisi. Unasikia? Yaani wanadhani watu wa serikalini wakiwa na mashindano ya mamisi, eti na sisi kanisani tuwe na mashindano ya nini? Yes. Yaani operation za Mungu ni tofauti na operation na nini? Hata hiyo mpira, mwingine anasema eti mimi nabii natabiri mpira kati ya Yanga na yaani Mungu afanye upumbavu kama huo. Michezo yote ya kushindana ni anathema kwa Mungu. Mungu yaani hiyo mipira ya majezuiti ndio inakuja kuleta kwa Mungu. Anasema haukufahamika na hata kushambuliwa kwa namna fulani, sawa? Naomba nisomee Mathayo 11 mstari wa 12. Anasema tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu. Hiyo katika concordance ni G 971. Nao wenye nguvu wauteka. Ikiwa ufalme wa mbinguni ungerejelea tu mbingu inayoonekana, watu wangeweza kufanyia jeuri, yaani kwamba kugrabu kwa nguvu. Tunaingia mbinguni kwa manguvu. Ni badiliko la moyo, mtu mnyenyekevu utamjua tu. Hili si shambulio la kimwili, na kama ufalme unavyoonyeshwa hapo juu kuwa njia ya kufikiri, mawazo au falsafa, inaweza kuwa inarejelea majaribio ya kulazimisha mawazo juu ya uelewa wake ambayo hayafai. Nisomee Luka 16:16. Naam, anasema Torati na manabii vilikuwepo mpaka Yohana. Tangu wakati huo habari njema ya ufalme wa Mungu hutangazwa na kila mtu hujiingiza kwa nguvu. Hiyo katika concordance ni G 971. Yaani manguvu manake usome maandiko, yaani ujikane kabisa utapeli wa dunia, yaani kama ni kwenda kugombea hata nini udiwani, achana nayo. Katika mstari huo neno hujiingiza kwa nguvu limetafsiriwa kuwa neno lile la Kigiriki linalotafsiriwa jeuri, sawa? Katika Mathayo 11:12 mawazo ya watu wengi kuelekea dhana ya ufalme wa Mungu yanaonekana pia katika tukio hili. Mungu nisomee Yohana 6:15. Anasema kisha Yesu hali akitambua ya kuwa walitaka kuja kumshika, yani kwa nguvu, ili wamfanye kuwa mfalme, si ndio? Naam, akajitenga akaenda tena mlimani yeye peke yake. Yaani hizi popularity, sawa? Kutafuta umaarufu eti mhubiri mzuri, mchungaji mzuri. Si unaona hawa manabii wanavyojitangaza? Sio taratibu za Mungu. Taratibu za Mungu ni nini? Yaani unaweza ukawa na wasikilizaji wangapi? Wawili, si ndio? Kuna wengine anasema kwamba sijui kwenye nini? Kwenye YouTube niwe na wasikilizaji 5,000. Haisaidii. Acha wale walioitwa na Bwana hata kama na wawili ndio hao. Anasema kutoelewa huku kwa asili ya ufalme wa mbinguni kunaonekana katika mstari huu. Naomba nisomee Warumi 10 mstari wa 2. Anasema kwa maana na washuhudia kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu lakini si katika maarifa. Wanajuhudi katika Mungu lakini si katika nguvu yote na ujanja wangu wetu akisomea. Hapana. Mapenzi ya Mungu yatimizwe. Mapenzi ya Mungu ni yapi? Kile Mungu anachokitenda, not grabbing. Usigrab wala usilazimishe watu hizi citizenship langu. Hapana. Na ndio Yesu aliyokuja nayo. Hawa wanataka aenda akawapindua Warumi, hayumo. Asema inaweza kusema kwamba ufalme unapatikana kwa fujo au jeuri hata leo. Vurugu nyingi kutokana na kufahamu kwamba Mungu angetumia jeuri katika kuanzishwa au kutawala kwa ufalme wake. Watu hujaribu kulazimisha ufahamu wao wenyewe wa jinsi Mungu anapaswa kutawala ufalme wake bila kufahamu kanuni za mbinguni. Tunachotakiwa ni kufahamu kanuni za mbinguni na tuoperate kwa hizo, sio kanuni za duniani. Kwa hiyo ikiwa ufalme wa mbinguni haurejelei mahali halisi pa mbinguni, na wengine walikuwa sehemu ya ufalme wa mbinguni katika siku za Yohana,
Je, ufalme wa mbinguni unaweza kuwepo hata sasa? Au labda ufalme wa mbinguni, maarifa sahihi ya Mungu umepotea kwa kiasi kikubwa kwa karne nyingi. Fikiria hasa zama za giza, si ndio? Na ni sasa au hivi karibuni tu utaanzishwa tena, yaani katika siku za wafalme hawa, Danieli 2:44. Unasikia? Yaani maana yake maarifa ya Mungu yamefanya nini? Hebu niambie, kama mtu kusema umeanguka Babeli, yaani eti CCM, vinahusiana kweli? Hapana. Yaani jamani, yaani huyu naye yuko katika nini? Katika ile violence, jeuri. Hata unapokutana na rais, waziri, jiulize Mungu ni mjibu nini? Majibu huwa sio mengi, jibu ni moja tu. Hata mahubiri ya Yohana Mbatizaji juu ya ufalme wa Mungu hayakuwa na ufahamu kamili. Unanisikia jamani? Alishiriki baadhi ya mawazo potofu ya imani maarufu. Ufalme wa Mungu ulikuwa wakati huo unahubiriwa na Yesu na baada ya Pentekoste na wanafunzi wake. Na naamini watakatifu 144,000 watafahamu kikamilifu ufalme wa mbinguni, na hivyo wataweza kuhubiri kwa usadikisho na nguvu. Bwana kadebu ya Simona, nimehubiri sasa, sijui niko clip ya ngapi, ya 200 na ngapi. Unapoyachuja ya mahubiri, umeona najiingiza kwenye mambo ya serikali na siasa au kugrab watu au kusema tupate watu wengi, sijui umeshaona nafanya kitu kama hicho. Kwa nini? Mimi natoa facts tupu ili kama utakuwa umeitwa na Bwana uweze kuchukua nafasi yako. Nasema kwa hivyo uzoefu wa ufalme wa mbinguni utakuwaje na ni nani watakuwa sehemu yake? Tutaangalia hilo katika sehemu ya inayofuata na ya mwisho ya mfululizo huu, na kuna jinsi unavyohusika na utakaso wa patakatifu. Naam. Tuko pamoja jamani? Tunamalizia na sehemu ya 23, hekalu linalofaa. Je, unafaa? Je, nafaa? Haya, naomba nisomee Matendo 6:10. Anasema mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Mapenzi yako yafanya nini? Sio mipango yangu na ajenda zangu, sawa jamani? Mapenzi ya Mungu ni yapi? Siku moja nitaleta hilo hubiri. God, thy will be done. Sio naamka na kurupuka naenda sijui kujenga nini. Je, ukifia huko? Katika sehemu hii ya mwisho wa mfululizo wa utakaso wa patakatifu, tutaangalia kutoka upande mwingine na kufikiria kama utakaso huo unaweza kwenda hadi kujumuisha kiwango cha utakaso wa kimwili. Kufikia hatua ya kuwa na patakatifu palipotakaswa kunafafanuliwa katika Ufunuo kuwa mwishowe bibi harusi amejiweka tayari. Amina. Sijui kama mnanielewa. Naomba unisomee Ufunuo 19 mstari wa 7 hadi wa 8. Naam, anasema na tufurahi, tukashangilie, tukampe utukufu wake, kwa kuwa harusi ya mwana kondoo imekuja, na mkewe amejiweka tayari, naye amepewa kuvikwa kitani nzuri ing'aayo safi, kwa maana kitani nzuri hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu. Haya. Matokeo ya mwisho yanaelezwa, sawa? Nisomee Ufunuo 14 mstari wa 1. Kisha nikaona na tazama, huyo mwana kondoo amesimama juu ya mlima Sayuni, na watu 144,000 pamoja naye, wenye jina, anasema wenye jina lake na jina la baba yake limeandikwa katika vipaji vya nyuso zao. Unaona hapo? Nasomea na Ufunuo 14 mstari wa 5. Na katika vinywa vyao haukuonekana uongo, maana hawana mawaa. Unaona hapo? Nisomea na Ufunuo 14 mstari wa 12. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Nisomee na Ufunuo 14:15. Na malaika mwingine akatoka katika hekalu, akimlilia kwa sauti kuu yeye aliyekuwa ameketi juu ya lile wingu. Tia mundu, anasema tia mundu wako ukavune. Lengo la mchakato wa utakaso limeelezwa, sawa? Nisomee Waefeso 5:27. Apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu lisilo na mawaa. Je, madoa au makunyanzi na mawaa ni kasoro kubwa? Linganisha na Isaya 1 mstari wa 6. Anasema tangu wayo wa mguu hata kichwani hamna uzima ndani yake,
bali jeraha na machubuko na vidonda vitokavyo usaha. Havikufungwa, havikuzongwa wala havikulainishwa kwa mafuta. Madoa, makunyanzi na mawaa havionekani vibaya sana, lakini hoja ni kwamba Mungu anataka kututakasa kabisa. Naam. Yaani akili, mwili na roho. Amina. Tunafikiria madoa, makunyanzi na mawaa katika maana ya kiroho kama dhambi, lakini je, inaweza kujumuisha zaidi ya hayo? Je, namna gani kazi ya akili au kazi ya kimwili? Au niseme kutofanya kazi? Je, hilo pia ni la kutakaswa? Naam. Haya, anasemaje? Miili yetu wajibu wetu. Sisi ni patakatifu au hekalu la kukaa Mungu. Amina. Tuna wajibu wa kutunza miili yetu ili, namba 1 nisomee. Anasema iwe bora kuakisi tabia ya Mungu. Namba 2, kuwa na uwezo bora wa kushiriki kuhusu Mungu. Au kumjua Mungu. Namba 3, usiwe mzigo kwa wengine. Namba 4, kuwa na uwezo mzuri wa kutunza familia. Namba 5, kuwa wasimamizi wazuri. Namba 6, kuwa na afya njema na furaha zaidi. Miili yetu wajibu wetu. Hebu nisomee hiyo nukuu. Naam. Wakorintho wa kwanza 3 mstari wa 16 hadi wa 17. Anasema, hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu, na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo. Kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ndilo ninyi. Hapa kuna toleo la mstari wa 17 ambalo linaelezea vyema zaidi kile kinachotiwa unajisi na kile kinachotiwa unajisi nacho. Naomba unisomee mstari huo katika tafsiri ya nini? Ya The Remedy New Testament. Anasema, ikiwa mtu yeyote atajaza moyo na akili na kanuni za uharibifu za ulimwengu huu, basi wakati Mungu atakaporudi, uwepo wake utakuwa moto ulao kwa watu kama hao, na kuangamiza. Kwa maana ninyi mmeumbwa kuwa hekalu la Mungu, yaani kuwa na mioyo na akili zenu zilizojaa tabia, mbinu na kanuni zake. Na hekalu la Mungu linapaswa kuwekwa safi. Asante. Akili zetu zinawajibika kwa miili yetu. Naam. Lakini sio kinyume chake, kwa sababu ni katika akili zetu tunafanya maamuzi kuhusu utunzaji wa miili yetu. Hivi viwili vimeunganishwa kwa karibu, akili yako, mwili wako. Naam. Basi vipi kuhusu hili? Naomba nisomee Wakorintho wa kwanza 6 mstari wa 19 hadi wa 20. Anasema, au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe, maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi, mtukuzeni Mungu katika miili yenu na katika roho, ambavyo ni vya Mungu. Wewe ndiye msimamizi wa mwili wako. Unafanya maamuzi kwa ajili yake, nini cha kuweka kinywani mwako na kadhalika. Lakini Mungu ndiye anayeumiliki. Hiyo ni sawa na jinsi mwanadamu alivyopewa kutawala dunia, na bado Mungu akasema ni yake. Nasikia? Naomba nisomee Mwanzo 1:28. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiume chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Nisomee na Kutoka 19 mstari wa 5. Sasa basi, ikiwa mtaitii sauti yangu kweli kweli na kulishika agano langu, hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwangu kuliko makabila yote ya watu, maana dunia yote pia ni mali yangu. Anawajibika kwa kuwepo kwetu. Naam.
na anataka kutukomboa kikamilifu. Lengo lake ni kuwa na akili zetu zilizo ndani ya miili yetu zikiwa makao ya uwepo wa Roho wake. Naam. Si kama mnanielewa hapo? Kwa hivyo swali muhimu ni ikiwa Mungu atazifanya nia zetu kuwa patakatifu pake, mahali pake pa kukaa, je, atachukua jukumu fulani kwa ajili ya ukarabati unaohitajika na matengenezo ya mwili unaohifadhi akili? Tumejikita katika utakaso wa akili katika mfululizo huu, lakini pia tumesema kwamba utendaji kazi wa akili unategemea kuungwa mkono na mwili unaofanya kazi vizuri. Naam. Je, mchakato huu mzima wa utakaso wa patakatifu unahusisha mwili zaidi ya ubongo wenyewe? Tumezoea aya hii, naomba unisomee Wakorintho wa kwanza 15:53. Kwa maana sharti huu uharibikao uvae kutokuharibika, na huu wa kufa uvae kutokufa. Kwa hiyo huu ni unyweshe pombe tu, si ndio? Kula hovyo. Huu ni wa hapa. Hapa. Unatakiwa tufanyeje? Nisikilize kwa makini. Hiyo bila shaka inarejelea kufanywa upya kwa miili yetu katika ujio wa pili. Lakini vipi kabla ya hapo? Hilo ndilo tunalotaka kuendelea kuchunguza katika sehemu hii ya mwisho wa mfululizo. Vipi kuhusu muda ufao wa utakaso huu? Muda ufao kwa utakaso huu. Bana. Mimi niko miaka 63, si ndio? Kuna wengine wa miaka 63 walioenda kunywa pombe hovyo na michepuko huko na yani wamesha kongoroka, wamekwisha kabisa. Naam. Vipi kuhusu muda ufao wa utakaso huu? Muda mfupi kabla ya Yesu kupaa mbinguni aliulizwa kuhusu ufalme wa mbinguni. Naomba nisomee Matendo 1:6-7. Anasema basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, je, Bwana, wakati huu ndipo unapowarudishia Israeli ufalme? Akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyeweka katika mamlaka yake mwenyewe. Inaonekana kwamba kuanzishwa kamili kwa ufalme kulikuwa bado siku zijazo. Naam. Danieli sura ya 7 inaashiria hasa wakati ujao wa ufalme. Naomba nisomee hiyo nukuu katika Danieli 7 mstari wa 18 na wa 22. Anasema, lakini watakatifu wake aliye juu wataupokea ufalme na kuumiliki huo ufalme milele. Naam, hata milele na milele. Hata akaja, huu ni mstari wa 22 sasa, anasema hata akaja huyo mzee wa siku, nao watakatifu wake aliye juu wakapewa hukumu, na majira yakawadia watakatifu wa umiliki ufalme. Tuliona katika sehemu iliyotangulia ya mfululizo huu kwamba ufalme ulihusiana na kuwa na ujuzi wa njia za Mungu ambao pia unaoneshwa katika kifungu hiki. Naomba nisomee hiyo nani, Yeremia 31 mstari wa 33 hadi wa 34. Anasema, bali agano hili ndilo nitakalofanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Nitatia sheria yangu ndani yao, na katika mioyo yao nitaiandika, nami nitakuwa Mungu kwao, nao watakuwa watu wangu. Wala hawatamfundisha, anasema, wala hawatamfundisha kila mtu jirani yake na kila mtu ndugu yake, wakisema, mjue Bwana, kwa maana watanijua wote, tangu mtu aliye mdogo miongoni mwao hata aliye mkubwa miongoni mwao, asema Bwana. Maana nitausamehe uovu wao, wala dhambi yao sitaikumbuka tena. Maneno sheria yangu katika mioyo yao ya ndani yanasikika kama utakaso kamili wa patakatifu. Na wao, yani nyumba ya Israeli, wote watanijua. Inasikika kama upatanisho katika hatua za mwisho za utakaso. Pia kuna aya hii, naomba nisomee Yeremia 50 mstari wa 20. Anasema, katika siku hizo na wakati huo, asema Bwana, uovu wa Israeli utatafutwa, wala uovu hapana, na dhambi za Yuda zitatafutwa, wala hazitaonekana. Maana nitawasamehe wale
ni waachao kuwa mabaki. Yani remnant, si ndio? Naam. Vifungu hivyo vinapendekeza wale walio katika ufalme wametakaswa na kuwa na maarifa ya wazi na uhusiano wa karibu na Mungu. Hapo awali tuliunganisha pia na watakatifu 144,000. Yani kikundi duniani wakati wa ujio wa pili. Naam. Utakaso wa mwisho uliokamilika ni wakati watakatifu 144,000 watakapodhihirisha kikamilifu tabia ya Kristo, na itatokea kabla tu ya kuja mara ya pili, kulingana na Ufunuo 7 mstari wa 3 hadi wa 4. Ushahidi wa utakaso wa kimwili. Naam. Sura ya pili ya kitabu cha Yoeli ina maelezo ya kuvutia sana ya kikundi cha pekee cha watu na ishara zinazohusiana nao. Hapa ni katika fomu ya uhakika. Nasikia? Tuanzie mstari wa pili. Hebu naomba nisomee hapo katika kitabu cha Yoeli. Yoeli 2 mstari wa pili hadi wa 11. Anasema mstari wa pili, huo hao, anasema hao ni wakuu. Yani wa 144,000. Naam, tena wenye nguvu. Mfano wao haukuwako kamwe, wala hautakuwako baada ya hao. Au ni wa pekee. Moto. Namba 3, moto unakula mbele yao. Hili neno hebu niambie watu wanaweza kulistahimili haya mahubiri yangu? Moto unakula nini? Mbele yao. Na nyuma yao, anasema na nyuma yao miali ya moto inateketeza. Hiyo nchi inafanana na bustani ya Edeni. Ya Edeni, si ndio? Naam, mbele yao na nyuma yao imekuwa jangwa tupu. Naam, hakuna aliyeokoka asipatikane nao. Yani haya mahubiri akicha watwanga wale wanaobaki wanakuwa bustani ya nini? Ya Edeni. Edeni, si ndio? Endelea. Amina. Namba mstari wa 4 anasema kuonekana kwao ni kama kuonekana kwa farasi. Yani ishara ya nguvu, kama Zaburi 147 mstari wa 10 inavyoripoti. Na kama wapanda farasi ndivyo wanavyopiga mbio. Mstari wa 5, kama mshindo wa magari ya vita juu ya vilele vya milima au magari ndivyo walukavyo. Kama mshindo wa miali ya moto ilapo mabua makavu, kama mashujaa waliopangwa tayari kwa vita. Mstari wa 6, watu wanahangaika katika mwitikio wa maumivu makubwa ya mstari wa pili, si ndio? Haya mahubiri unadhani, hebu niambie, haya mahubiri watu wanalala usingizi? Hapana. Endelea. Mstari wa 7 anasema hupiga mbio kama mashujaa. Hupanda ukuta kama watu wa vita. Nao huendelea mbele kila mmoja katika njia zake, wala hawapotoshwi. Anasema wala hawapotoshi safu zao. Mstari wa 8, wala hapana mmoja amsukumaye mwenzake, wote wameungana. Huendelea mbele kila mmoja katika njia yake. Hujifanyizia njia kwa nguvu kati ya silaha. Angalia Isaya 54 mstari wa 17. Mstari wa 9 anasema hurukia mji. Hupiga mbio juu ya ukuta. Hupanda na kuingia ndani ya nyumba. Huingia madirishani kama ingiavyo mwivi. Mstari wa 10, nchi inatetemeka mbele yao. Mbingu zinatetemeka juu ya mwezi. Anasema jua na mwezi hutiwa giza, na nyota huacha kuangaza. Jeshi lake? Naam, jeshi lake, matuo yake ni makubwa sana. Au tunasema vikosi vyake, battalion, si ndio? Naam. Yoeli 2 hadi 11. Na hii yote ni katika siku ya Bwana kuhusiana na ujio wa pili. Inaonekana kuwa inaelezea kundi la kipekee sana la watu ambao wamewezeshwa kimungu, sawa, na mahali patakatifu au akili zilizotakaswa, amina, kutekeleza utume wao. Naam. Tuangalie nadharia. Nitawasilisha nadharia kwa madhumuni ya kuhimiza tafakari zaidi kutoka kwa wengine. Inatokana na muunganiko wa mambo matatu ambayo tumeangalia katika mfululizo huu.
Namba 1 nisomea hapo. Anasema utakaso wa patakatifu. Namba 2 maelezo ya ufalme wa Mungu. Namba 3 sifa za watakatifu 144,000 wa wakati wa mwisho. Nadharia ni kwamba kutakuwa na kipindi cha muda, inawezekana ni kifupi sana, duniani kabla ya ujio wa mara ya pili. Nasikia? Naam. Ambapo watakatifu 144 ambao akili zao yani mahali patakatifu watakuwa wametakaswa kikamilifu na kuwa na ufahamu sahihi wa tabia ya Mungu na kuitafakari katika maisha yao. Watafanya kama mawakala maalum wa Mungu katika kutoa ujumbe wa onyo la mwisho kwa ulimwengu. Watakuwa watiifu kwa sheria zote za Mungu. Watajazwa na Roho Mtakatifu wakiwa wamepewa uwezo wa kimwili kwa njia isiyo ya kawaida na kuelekezwa kwa mfano. Tazama Matendo 8:29, kufanya kazi ya Mungu. Hii inaonekana kuoneshwa na yale ambayo nimeangalia, na ninawaalika wengine kuchunguza zaidi ikiwa inaweza kuwa hivyo. Yaani sifa za, kuna siku moja nimeweza sifa za watakatifu 144,000, si ndio? Naam. Tahadhari, mpitiaji wangu hodari alinidokezea kwamba kundi hili katika Yoeli sura ya 2 kwa kawaida linachukuliwa kuwa sawa na taifa. Yoeli 1:6, si ndio? Hili ni kama taifa, si ndio? Naam. Yaani katika wafalme hao na hili nao ni taifa, si ndio? Linakuja kuwavunja wote, si ndio? Ambalo lingevamia na kuharibu Israeli. Na hiyo inaweza kuwa, ninatambua hata hivyo kwamba kuna unabii katika Biblia ambao una matumizi au utimilizo wa aina 2. Na inahoji ikiwa hii inaweza kuwa mojawapo ya hizo. Baadhi ya mambo katika sehemu hiyo ya Yoeli 2 ambayo mengi yanaonekana kuelekeza kwenye tukio la wakati wa mwisho ni, kwa mfano, mstari wa 1 unaeleza nini? Siku ya Bwana. Mstari wa 10 anasema jua na mwezi kutiwa giza. Na mstari wa 11 jeshi lake la Bwana. Kwa hiyo ninakubali kwa uhuru kwamba nadharia hii ni ya kubahatisha, lakini sio bila ushahidi kwamba kuna daraja za kujazwa na Roho Mtakatifu anathibitishwa na, nisomee Yohana 3:34. Kwa kuwa yeye aliyetumwa na Mungu huyanena maneno ya Mungu, kwa sababu hampatii Roho kwa kipimo. Sio anapima vibaba. Ndio maana mimi nasema triple portions. Vipimo vingapi? 3. Uwepo au ushawishi wa Mungu unaweza kuwa wa sehemu au jumla bila kipimo. Na utakuwa kwa mujibu wa kiwango cha utii au kufuata mapenzi na njia za Mungu. Nisomee Matendo 5:32. Na sisi tu mashahidi wa mambo haya, pamoja na Roho Mtakatifu ambaye Mungu amewapa wote wamtiio. Sasa tutaangalia baadhi ya njia ambazo Biblia inadokeza kwamba watumishi wa Mungu katika siku za mwisho watatiwa nguvu. Iwe Yoeli 2 inawaelezea watumishi wake au la. Kuna ushahidi mahali pengine katika maandiko kwa ajili ya jukumu maalum la kuongozwa na Roho kwa watakatifu 144. Ahadi za ulinzi, si ndio? Hawa watakatifu 144, si ndio? Ninadhani Mungu ataheshimu hasa ahadi zake kwa wale walio na muhuri wa Mungu, wanaofanya mapenzi yake na kuakisi tabia yake. Amina. Hebu nisomee hilo fungu hapo. Anasema, katika Zaburi 91 mstari wa 5 hadi wa 7. Anasema, hutaogopa hofu ya usiku, wala mshale ulukao mchana, wala tauni ipitayo gizani, wala uwele uharibuo adhuhuri. Anasema, ijapo watu 1000 wataanguka ubavuni pako, naam 10,000 mkono wako wa kuume, hata hivyo hautakukaribia wewe. Na Zaburi 91 mstari wa 9 hadi wa 12. Kwa kuwa wewe Bwana ndiwe kimbilio langu, umemfanya aliye juu kuwa makao yako. Mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitaikaribia hema yako, kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Anasema mikononi mwao
watakuchukua usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Asante. Ninaona mstari huo kuwa na wa kuvutia kwa kuwa ahadi inaunganishwa na kumfanya Mungu kuwa makao yetu. Amina. Yaani sisi ndani yake. Unganisha hilo na aya hii, sawa? Yohana 14:20 nisomee. Anasema, siku ile ninyi mtatambua ya kuwa mimi ni ndani ya Baba yangu, nanyi ndani yangu, nami ndani yenu. Inaonekana kama kukaa ni kuheshimiana, si ndio? Ninyi ndani yangu, nami ndani yenu. Inaonekana kwangu kutokana na somo hili la utakaso wa patakatifu kwamba watu watakapotakaswa kabisa watakuwa wamekaliwa kabisa na Roho wa Mungu. Je, inawezekana kwamba ahadi fulani kama hizi katika Zaburi 91 zitahusu hasa watu wa Mungu waliotakaswa, wawakilishi wake wa pekee katika siku za mwisho? Naomba nisomee Isaya 54 mstari wa 17. Anasema, kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utauhukumu kuwa mkosa. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana na haki yao inayotoka kwa Mungu kwangu mimi. Inayotoka kwangu mimi, asema Bwana. Na Luka 10 mstari wa 19. Tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Marko 16 mstari wa 18. Anasema, watashika nyoka hata wakinywa anasema hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapata afya. Kupewa maneno ya kusema, sawa? Sio kwenda kujibizana polisi, sawa? Naam. Lazima mwambie Mungu, nipe hekima niwajibuje. Nisomea Kutoka 4 mstari wa 15. Anasema, nawe utasema naye na kuyatia maneno kinywani mwake, nami nitakuwa pamoja na kinywa chako na pamoja na kinywa chake, na kuwafundisheni mtakayofanya. Nasikia. Naam. Luka 12 mstari wa 11 hadi wa 12. Na watakapo wapeleka ninyi mbele ya masinagogi na maliwali na wenye mamlaka, msifadhaike kwa kuwa kwa kuwaza maneno yenu jinsi mtakavyojibu au kusema, kwa kuwa Roho Mtakatifu atawafundisha saa ile ile yawapasayo kusema. Yawapasayo kuyasema. Na Luka 21 mstari wa 15. Kwa sababu mimi nitawapa kinywa na hekima ambayo watesi wenu wote hawataweza kushindana nayo wala kuipinga. Na hao maana yake ni kwamba wamefaa miili yao na maisha yao wametakaswa, wamekubali Kristo ndiye afanya nini? Atawale. Umekaa na mimi kwa huu muda mfupi, si ndio? Huwa sitaki eti tupange hivi na mmepanga, mmemuuliza Mungu? Karibu kila wakati ambapo tumekurupuka bila hata kumhusisha Mungu, tumefanya madudu tu. Na mimi siku hizi hata ukijua nisema naomba nipe 100,000. Sikupi leo, nitakupa kesho au kesho kutwa. Kwa nini? Mpaka nifikirie hizi asija kaona niibia tu na maneno mazuri. Naam. Yaani anasema kwamba mapenzi yako yatimizwe. Nisiwe mimi nitendaye, bali uwe ni wewe utendaye ndani yangu. Mahitaji yatatolewa, si ndio? Nisomea Mathayo 6:33. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Bwana, tangu fika hapo umelala njaa, niambie. Hapana. Hapana. Mstari huo unamaanisha mambo haya yote yatatolewa ikiwa utapata ufalme wa Mungu. Je, kwanza haimaanishi tafuta na kisha vitu vingine vinaongezwa? Kumbukumbu la Torati nisomea 8 mstari wa 4. Anasema, mavazi yako haya kuchakaa, wala mguu wako haukuvimba.
anasema miaka hiyo 40. Hilo linadokeza kwamba mavazi ya Waisraeli hayakuchakaa walipokuwa wakisafiri nyikani. Na bila shaka walipewa maana ya kula. Sawa? Naam. Naomba unisomee hiyo nukuu nyingine katika Isaya 33 mstari wa 15 hadi wa 16. Anasema ni yeye aendaye kwa haki, anenaye maneno ya adili, ni yeye anayedhalau faida ipatikanayo kwa dhuluma. Akungutae mikono yake asipokee rushwa, azibaye masikio yake asisikie habari za damu, afumbaye macho yake asitazame uovu. Huyu ndiye atakayekaa juu. Anasema majabali ni ngome yake, atapewa chakula chake, maji yake hayatakoma. Haya, kama bustani ya Edeni, si ndio? Naam. Yaani wakati wengine ni jangwa wanalala njaa. Bwana, leo utakula jioni. Nitakula. Na kesho utakula? Ndio. Hela zimepatikana wapi? God provides. Mungu anafanya nini? Anatupatia. Niwaambia kwamba God is work done in God's way shall never lack God's supply. Kazi ya Mungu ikifanyika katika utaratibu wa mbingu haitatindikiwa na mapato ya nini? Ya Mungu. Yaani mkifuatisha njia za Mungu mtalindwa siku zote tu. Naam. Naomba unisomee Yoeli 2:3. Anasema moto unateketeza mbele yao. Yaani hao watakatifu 144,000, si ndio? Na nyuma yao mwali wa moto unateketeza. Anasema nchi mbele yao ni kama bustani ya Edeni. Na nyumba yao ni jangwa la ukiwa. Naam, wala hapana kitakacho. Yaani maneno tunayoyatoa ni lungu, ni nyundo ya kilo ngapi? 600,000, si ndio? Amina. Ninawaambia kwamba haya mahubiri nayohubiri hapa tunacheza dana, si ndio? Kuna siku moja nitakinukisha kama nini, wiki 2 au 3, ni yale mahubiri mazito. Yaani ujumbe wa nini? Wa Yona. Sawa, akihubiri wapi? Nyikani. Na anasema nani atakuja kukamata? Akihubiri ni nao. Nani atakuja kukamata? Hakuna. Tusijiingize kwenye politics. Hao wanasiasa waache na mambo yao, lakini tusiache kukemea nini? Dhambi. Amina. Moto na bustani zote mbili zinaweza kuunganishwa kwa dhana ya mavuno na mpangilio wa jumla, na ni mwisho wa wakati. Hakuna kitakachowaepuka. Inaweza kuwa inaonesha kazi ya kina sana. Mimi mwenyewe nikiwa mtunza bustani napenda kuwazia kwamba dunia itazaa watu wa Mungu kama ilivyokuwa katika bustani ya Edeni. Hiyo inaweza kuwa kunyoosha mambo kidogo. Hata hivyo tunajua kwamba dunia imelaaniwa kwa sababu ya kutotii kwa Adamu. Tunaponyosha hapa mambo, ujumbe huu wa bwana, huu ujumbe unadhani tunaweza tukapata watu kama 20,000 wa kutuunga mkono? Hapana. Ujumbe huu tangu lakini watu wanasema, unajua watu walikuwa wanasema punguza tufanye muungano bwana, tuache kuleta huu ujumbe. Ujumbe huu ni ujumbe wa ushuhuda. Wale waliotayarishwa na Bwana watafanya nini? Nisomee Mwanzo 3:17 bwana. Mwanzo 3:17 anasema akamwambia Adamu, kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nilikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Dunia jamani, dunia si wamelaaniwa, si wanatenda dhambi. Naam. Nyuma ni nini? Moto unakula, si ndio? Na mbele unafanya nini? Lakini wale walioamua kuacha dhambi ni bustani ya nini? Edeni. Amina. Ardhi imelaaniwa kwa ajili yako au kwa sababu yako. Inapendekeza uhusiano kati ya kutotii au utiifu na laana au baraka ya dunia. Je, ardhi isingeweza pia kubarikiwa kwa utii au angalau kwa watiifu? Hapa kuna aya chache ambazo zinaweza kuhusiana na hilo. Naomba nisomee Isaya 24 mstari wa 5. Tena dunia imetiwa unajisi kwa watu wanaoikaa, kwa maana wameziasi sheria, wameibadili amri,
wameivunja, anasema wamelivunja agano la milele. Haya, nisomeni Ezekiel 22 mstari wa 30. Nami nikatafuta mtu miongoni mwao, anasema atakaye litengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka, anasema kwa ajili ya nchi, nisije nikaiharibu, lakini sikuona mtu. Warumi 8:21. Kwa kuwa viumbe, anasema kwa kuwa viumbe vyenyewe navyo vitawekwa huru na kutolewa katika utumwa wa uharibifu, hata viingie katika uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu. Kiumbe mara nyingi utafsiriwa kama uumbaji. Naam. Wanyama nao je? Katika kipindi hiki naomba unisomee Hosea 2:18. Anasema nami siku hiyo nitafanya agano na wanyama wa mashamba kwa ajili yao, tena na ndege wa angani, tena na wadudu wa nchi, nami nitavivunja upinde na upanga na silaha vitoke katika nchi, nami nitawalalisha salama salimini. Nisomee na Wafalme wa kwanza 17 mstari wa 4 hadi wa 6. Anasema itakuwa utakunywa maji ya kile kijito, nami nimewaamuru kunguru wakulishe huko. Basi akaenda akafanya kama alivyosema Bwana. Kwa kuwa anasema akaenda akakaa karibu na kijito cha Kerithi, kinachokabili Yordani. Kunguru wakamletea mkate na nyama asubuhi, na mkate na nyama jioni, akanywa maji ya kile kijito. Si wengine walikuwa wanakufa kwa njaa. Nisomee na Ayubu 5:23. Kwani utakuwa na mapatano na mawe ya bara, nao wanyama wa bara watakuwa na amani kwako. Si kama Danieli. Nisomee Danieli 6:22. Mungu wangu amemtuma malaika wake, naye ameyafunga makanwa ya simba, nao hawakunidhuru, kwa kuwa mbele zake mimi nalionekana kuwa sina hatia, tena mbele yako mfalme sikukosa neno. Utukufu wafunuliwa, sawa? Naomba nisomee Warumi 8:18 hadi 19. Utukufu unafunuliwaje? Naam, kwa maana na yahesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Matoleo mengi yanatumia uumbaji badala ya kiumbe katika mstari huo. Uumbaji wenyewe unangojea kundi hili la watu kujitokeza kwenye jukwaa la dunia. Nisomee Isaya 60 mstari wa 1 hadi wa 3. Anasema ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Maana tazama, giza litaifunika dunia, na giza kuu litazifunika kabila za watu, bali Bwana atakuzukia wewe, na utukufu wake utaonekana juu yako, na mataifa wataijilia nuru yako, na wafalme kuujia mwanga wa kuzuka kwako. Na Kutoka 34:30. Haruni na wana wa Israeli wote walipomwona Musa, tazama, ngozi ya uso wake iling'aa, wakaogopa kumkaribia. Hao watakatifu 144 nao eti watang'aa. Naam. Je, yawezekana kwamba nyuso za watakatifu 144,000 zitang'aa? Nisomee Danieli 12 mstari wa 3. Na walio na hekima watang'aa kama mwangaza wa anga, na hao waongozao wengi kutenda haki watang'aa kama nyota milele na milele. Afya itafanywa upya, si ndio? Kuna mistari kadhaa inayozungumza moja kwa moja kuhusu afya ya kimwili iliyofanywa upya, ambayo baadhi yake inahusiana na utii au kumtegemea Mungu. Nisomee Isaya 58 mstari wa 8. Anasema ndipo nuru yako itakapopambazuka
kama asubuhi, na afya yako itatokea mara, na haki yako itakutangulia. Utukufu wa Bwana utakufuata nyuma ukulinde. Kuongeza kwa afya ni matokeo ya faida ambayo kwa kawaida hurudi kwa mtu anayefanya mema kwa wengine. Hiyo hutokea kwa sababu ya jinsi tulivyoumba kimwili kulingana na kemia ya ubongo wetu na mfumo wa homoni. Mungu nisomee Zekaria 12 mstari wa 8. Anasema katika siku hiyo Bwana atawalinda wenyeji wa Yerusalemu, na yeye aliye dhaifu miongoni mwao atakuwa kama Daudi siku hiyo. Nayo nyumba ya Daudi itakuwa kama Mungu, kama malaika wa Bwana mbele yao. Zaburi 103 mstari wa 3 anasemaje? Akusamehe maovu yako yote, akuponyaye magonjwa yako yote. Haya, nisomee na hiyo nyingine. Nasikia? Naam, hii iko katika Kutoka 15 mstari wa 26. Anasema, akawaambia kwamba utaisikiza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako na kuyafanya yaliyoelekea, anasema yaliyoelekea mbele zake, na kutega masikio usikie maagizo yake na kuzishika amri zake. Mimi sitatia juu yako maradhi yoyote niliyowatia wa Misri, kwa kuwa mimi ndimi Bwana nikuponyaye. Na Isaya 40 mstari wa 31 anasema, bali wao wamemngojea, anasema bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Watapanda juu kwa mbawa kama tai. Watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Haya. Na Yohana 3 mstari wa 2 msomee. Anasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Na Mithali 3 mstari wa 5 na hadi wa 8 anasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Usiwe mwenye hekima machoni pako. Anasema usiwe mwenye hekima machoni pako. Mche Bwana, ukajiepushe na uovu. Itakuwa afya mwilini pako na mafuta mifupani mwako. Naomba niwaletea hapa sayansi kidogo. Telomeresi au genetiki kidogo mwishoni. Si ndio kama mimi naanza kuzeeka, si ndio? Miaka 63. Seli zinapungua uwezo wa kufanya, lakini bwana ulishakuwa hapa. Vijana wakati mwingine sikuwa mnakimbia mapigo ya kazi, lakini mimi nimo tu. Kwa nini? Hebu fikiria fiziolojia kidogo ya seli. Telomeresi ni ncha za kromosomu zinazohusika katika mchakato wa mgawanyiko wa seli. Mara nyingi hufananishwa na ncha za plastiki kwenye kamba za viatu. Telomere hufupishwa kila wakati seli inapojirudia. Hatimaye kwa kuwa fupi sana kufanya kazi vizuri, ambayo inahusiana kuzorota kwa afya inayopatikana kama kuzeeka. Yaani seli zangu zinavyojizaana ni tofauti na wewe kijana, sawa? Kuna kimeng'enya au telomeresi ambacho kinaweza kuongeza urefu wa telomeresi kwa ufanisi, kupunguza umri wa kibiolojia. Kwa hivyo urefu wa telomere unachukuliwa kuwa alama ya kuaminika ya kuzeeka. Uchunguzi umeonyesha kuwa shughuli za telomeresi huongezwa na mawazo na shughuli kama vile shukrani, kujihusisha katika matendo ya huduma, mtazamo chanya kwa ujumla, na kuwa na maana ya kusudi. Kama mimi na makusudi, si ndio? Nafanya kazi angalau nipeleke nini? Ujumbe huu. Kwa hiyo miaka yangu inafanya nini? Inaongezeka. Ni maana gani kubwa zaidi ya kusudi ambayo mtu anaweza kuwa nayo zaidi ya
kufichua na kuakisi tabia ya Mungu kwa wengine kwa kusudi la kuonesha jinsi Mungu alivyo mwema kweli. Hili ndilo lengo na madhumuni ya utakaso wa patakatifu pako. Bwana, sinitakiwa niwe nalala, kwani sina hela ya kula? Nachohangaika nini? Angalau hizi kweli ambazo wengine hawazijui wapate kuzijua. Amina. Na hiyo inanibidisha, unakuta nguvu ninazo. Naomba nisomee Wathesalonike wa kwanza 4:3. Anasema, kwa maana haya ndiyo mapenzi ya Mungu, kutakaswa kwenu. Unasikia? Naam. Kutakasa patakatifu. Tumaliza sasa na muhtasari wa somo hili. Somee Danieli 8:14. Akamwambia, hata nyakati za asubuhi na jioni 2300 ndipo patakatifu patakapotakaswa. Haya, neno kutakaswa katika Danieli 8:14, sawa? Ndipo patakatifu patakapotakaswa. Kwa kweli ina maana kama kusafishwa ili kutakaswa. Mchakato wa kutakasa akili au mioyo ya wanadamu kwa ajili ya kukaa kwa Roho wa Mungu hadi kilele chake katika watu watakatifu, kizazi kiteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa pekee, bibi harusi wa Kristo, watakatifu 144 au vyo vingi vya hao watakao kamilika. Hebu tujikumbushe tena kile kinachotakaswa kama ilivyobainishwa katika sehemu zilizopita za utafiti huu. Naam. Katika kielezo hiki kinachofaa, bomba linalofuata bado linawakilisha kutomwamini Mungu kwa kuendelea kutokana na taarifa potofu ambazo zimeenezwa sana kuhusu tabia yake. Sinki linalofurika linawakilisha akili zetu ambazo zimejazwa na mawazo haya mabaya juu ya Mungu yanayotuzuia tusimwamini katika mchakato wa kutakasa patakatifu au nia zetu. Linafurika kwa sababu halina uwezo wa kukandamiza na kuzuia asili yetu ya dhambi inayosababisha maonesho ya mawazo na nia ya moyo kama matendo ya nje ya dhambi yanayowakilishwa na fujo kwenye sakafu. Jambo kuu ni kwamba uchafu hautasafishwa ikiwa chanzo cha shida hakitashughulikiwa. Ni kuona kwa kawaida kwa Mungu, mtazamo wa dhambi wa kutoamini, kufikiri kwamba Mungu hayuko upande wetu, au mbaya zaidi kwamba yeye yuko nje ili kutupata, ambayo huwazuia watu kuwa katika umoja naye au upatanisho, atonement. Ni kujifunza ukweli wa tabia yake ya upendo na kupatanishwa naye ambako hutuongoza kumtumaini yeye ili kusaidia katika kila eneo la maisha yetu na kusababisha sisi kuweza kushinda mwili wetu wa dhambi na kukomesha matendo ya dhambi. Luka aliripoti jambo la kupendeza kuhusu ufalme wa Mungu. Katika kutetea kitendo chake cha kutoa pepo, Yesu alisema, naomba nisomee Luka 11:20. Tunamalizia bwana, sawa? Anasema, lakini ikiwa mimi natoa pepo kwa kidole cha Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kuwajilia. Hakuwa anazungumza juu ya ufalme wa Mungu kama kitu fulani katika siku zijazo. Aliendelea kueleza, sawa? Luka 11:24 hadi 26. Anasema, pepo mchafu amtokapo mtu hupitia mahali pasipo maji, akitafuta mahali pa kupumzika. Asipoona husema, nitairudia nyumba yangu niliyotoka. Hata afikapo akaiona imefagiliwa na kupambwa, ndipo huenda akachukua pepo wengine 7 walio waovu kuliko yeye mwenyewe, wakaingia na kukaa humo, na mtu yule hali yake ya mwisho huwa mbaya kuliko ya kwanza. Kufagiwa na kupambwa kunapendekeza utakaso, lakini kutoa uchafu tu haitoshi. Mwokozi lazima aingie. Kwa kweli lazima aalikwe ndani, kwani hata lazimisha uwepo wake kwa yeyote. Jambo zima la kutakaswa kwa patakatifu petu ni ili uwepo wa kimungu uweze kukaa ndani yetu. Naam. Wala hawatasema, tazama upo huku au kule,
kwa maana tazama ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Amina. Luka 17 mstari wa 21. Na wewe nisomee wa Korinto wa pili 6 mstari wa 16, nadhani ndio fungu la mwisho katika somo hili. Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai, kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Huu ndio mwisho wa somo la kutakaswa kwa patakatifu. Yaani miili yetu iwe kao la nani? La Mungu. Naleta hitimisho. Anasema hivi mjumbe wa Mungu, katikati ya vilio vinavyochanganywa utapelekwa ushuhuda maalum. Ujumbe maalum wa ukweli unaofaa kwa wakati huu. Ujumbe ambao unatakiwa kupokelewa, kuaminiwa na kufanyiwa kazi. SDA Bible Commentary Volume 7 kurasa 984. Kama hujui ujumbe huo ni nini, ni namna gani tunaweza kuwa na sehemu katika kuutoa na kuweza kutambua wakati unapokuja? Mjumbe wa Mungu anaendelea kusema, Shetani amepanga hali ya mambo ambapo utangazaji wa ujumbe wa malaika watatu utafungwa tu. Tunatakiwa kuwa na tahadhari na mipango yake na taratibu. Hakutakiwi kuwepo na kuondoa ukweli wala kufunika ujumbe kwa wakati huu. Ujumbe wa malaika watatu lazima utiwe nguvu na kuthibitishwa. Sura ya 18 ya Ufunuo inafunua, nasikia umuhimu wa kuleta ukweli bila kuwa katika viwango vilivyopimwa, lakini kwa ujasiri na nguvu. Kumekuwepo na kupapasa katika kuhubiri ujumbe wa malaika watatu. Ujumbe haujatolewa kwa wazi na kwa pekee kama ulivyotakiwa kuwa umetolewa. Evangelism ukurasa wa 230. Kazi yetu sasa ni kuamsha watu. Shetani pamoja na malaika zake wote ameshuka chini na nguvu kuu kufanya kazi kwa kila udanganyifu unaowezekana kupingana na kazi ya Mungu. Bwana ana ujumbe kwa ajili ya watu wake. Ujumbe huu utapelekwa, watu wa ukubali au kuukataa. Kama ilivyokuwa siku za Kristo, kutakuwepo na njama za hali ya juu za mamlaka za giza. Lakini ujumbe hautakiwi kufunikwa kwa maneno laini au hotuba za staha ziliazo amani, wakati hakuna amani kwa wale wanaogeuka mbali kutoka kwa Mungu. Signs of the Times Volume 3 ukurasa 441 ya Disemba 23, 1897. Kusimama katika kutetea ukweli na haki wakati wengi wanatuacha, kupigana vita vya Bwana wakati mashujaa ni wachache. Huu ndio utakuwa mtihani wetu. Testimonies for the Church Volume 5 ukurasa 136. Hata sasa mashujaa ni wachache. Karibu hapa kuna kitabu kipya chenye kichwa Badiliko la kupokea utatu kwa Waadventista, na ni shilingi 5,000 kwa rejareja na 2,500 ikiwa unachukua zaidi ya nakala 20. Kitabu kinaelezea historia ya kanisa la Waadventista na imani waliokuwa nayo, na huku Nabii Ellen G. White akiwa kati yao zaidi ya miaka 50, na jinsi ambavyo baada ya kufa kwake kanisa aliloliacha limebadilika na kuwa Wakatoliki wanaoendesha misa takatifu siku ya Jumamosi, kwani viongozi waliamua tangu mwanzo kula meza moja na Shetani. Ukweli wote wa uasi umeelezwa na rejea au shahidi, na utajisomea mwenyewe baada ya kungoja kusimuliwa hadithi. Soma kitabu hiki ili ukate shauri. Pia angalia tovuti yetu, yani www.reformedreamers.org au tovuti mpya www.reformedreamers11.org ili upakue ushahidi wa kutosha kuhusu kanisa la SDA lilivyokengeuka na jinsi ya kupokea mvua za masika na kutoa kilio kikuu cha malaika wa Ufunuo 18. Kwa hitaji la vitabu, vijitabu, vipeperushi na ubatizo, nipigie simu saa yoyote na nitakuletea katika namba zinazopita kwenye skrini. Wito: alimee nafaka ni haki yake kulima kwa matumaini, naye apuraye nafaka ni haki yake kutumaini kupata sehemu yake. Wakorintho wa kwanza 9:10. Ikiwa umeguswa na ujumbe huu, tuma sadaka yako au zaka yako kwa CRDB Benki. Jina la akaunti ni SDA. Namba ya akaunti ndiyo hii inapita kwenye skrini. Mitandao ya Kipesa, M-Pesa, Airtel Money na Tigo Pesa ndiyo inapita kwenye skrini.
Mwenyekiti wangu, unaweza kuwasaidia hao wanaosikiliza redio nao? Naam, kwa wale wanaosikiliza redio, namba ya akaunti ni 015072437407 na M-Pesa au Voda ni 0758438735. Airtel ni 0789164774. Tigo ni 0717064774. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zetu, mlikuwa nasi mwanzo hadi masaa haya. Tuwakaribishe sana. Hapa karibuni vipindi vitaendelea kuanzia somo la 205, hii ni 205, 206, 207 vitaendelea kama kawaida, lakini baada ya vipindi hivyo tutakuja rasmi na vipindi vya Agano la Milele. Ulikuwa nasi katika patakatifu. Karibu katika vipindi hivi vitakavyoendelea hapo. Siku kituona wote tena tumekuja, basi tutakuja na Agano la Milele. Karibu, tupige magoti tunapoomba. Tuombe sala ya Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, tusamehe madeni yetu kama nasi tunavyowasamehe wadeni wetu, usitie majaribuni, bali utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Tumeitwa wote tutengeneze vinyo ya Babeli tulionyeshwa huko Babeli. Baada ya Esidia kuvamiwa na mafundisho ya kipagani, njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Mungu watafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu watafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Kipi ulichokimbia Roma? Kipi unachofundisha leo? Ndugu, mafundisho idara, bima na msalaba, kanuni eiwa ina lesoni. Sio agizo la Yesu, sio agizo la mitume, bali agizo la upapa. Sio agizo la Yesu, sio agizo la mitume, bali agizo la upapa. Mungu watafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapapa
wapakwa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu atafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapakwa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Nini maana ya matengenezo? Ni kuinua nuru iliyokanyagwa na kutoa maonyo juu ya makanisa yaliyoacha ukweli na kuungana na ulimwengu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Mungu atafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapakwa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu atafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapakwa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma.